Kwa akili ya kawaida kabisa unaweza ukaona ya kwamba ni kama vile kioja mtu kuhudhuria mazishi yake. Yaani mtu akija kukuambia kwamba mimi nilihudhuria mazishi yangu, unaweza ukamwona kama vile anakutania. Unaweza ukaona kama vile ni jambo ambalo haliwezekani. Ni kweli, hata mimi ningeambiwa ya kwamba kuna mtu alihudhuria mazishi yake, ningepinga hata wangeniwekea kitanzi shingoni, still ningeendelea kupinga. Katika kile kawaida ni jambo ambalo haliwezekani mtu aliyekufa kahudhuria mazishi yake, haiwezekani. Kwa kile kawaida utaona kama vile nataka kukuchekesha ya kuwa nilihudhuria mazishi yangu mimi mwenyewe. Hivi ni kweli mtu aliyekufa anaweza kuhudhuria mazishi yake? Na baada ya kuzikwa amewezaje kuwa hai na kutoa ushuhuda ambao najua kabisa utaona kabisa ni wa utata? Lakini amini hiki ninachokwambia, mimi ni mmoja wa watu walioshuhudia mazishi yao. Si mimi peke yangu, ni wengi sana ambao mnaishi nao huko majumbani kwenu, ndugu, jamaa au marafiki wapo waliohudhuria mazishi yao, lakini walikosa pa kutolea ushuhuda wao. Mimi naweza kuwa ni wa kwanza kutoa ushuhuda huu na wengine watafuata nyuma yangu. Wapo waliotoa ushuhuda pengine ni tofauti na mimi ninavyotaka kuweza kuutoa, au hata kauli yangu ya kuwasilisha kilichonikuta imeweza kukuchanganya. Msikilizaji, na kuhakikishia kuwa nilihudhuria mazishi yangu, toka maiti yangu ikioshwa, maiti yangu ikivishwa sanda, maiti yangu ikitolewa ndani na kuingizwa kwenye sanduku na kisha ikapelekwa makaburini kuzikwa, huku familia yangu ikilia kwa uchungu mno kunipoteza mtoto wao kipenzi ambaye walinitegemea siku moja nije kuwa mkombozi wa familia. Nilishuhudia yote hayo. Niliyashuhudia mimi nikizikwa kaburini. Nilishuhudia vyote. Nilishuhudia wazazi wangu wakilia. Nilishuhudia mchungaji akisoma pale misa ya mwisho kuniaga mimi kwenye hii dunia. Yote niliyashuhudia. Kutokana na kutumia nguvu zao zote kunisomesha kwa kujinyima kila kitu ili tu nisome na kuweza kuwa mkombozi wao katika wimbi la umaskini lililokuwa limeizunguka familia yangu. Familia yangu mimi walinitegemea sana. Waliniona mimi ndo mtetezi wa familia. Waliniona mimi ndo nayekuja kuikomboa familia kutoka kwenye lindi la umaskini. Kwa kweli siku zote familia yangu haikujuta kutupa pesa zao kuhakikisha ya kwamba mimi nafikia malengo yangu ambao niliwaahidi kusoma kwa bidii ili siku moja wazazi wangu wale matunda ya mtoto wao. Baada ya hatua zote hizo za kuosha mwili wa marehemu, kuvisha sanda na kuweka katika jeneza, nilishuhudia mwili wangu ukipelekwa kwenye mapumziko ya milele, na maanisha nilishuhudia mwili wangu ukipelekwa kaburini. Mara baada ya kufikishwa makaburini, nilishuhudia mwili wangu ukiombewa na mchungaji wa kanisa nililokuwa nikisali, huku nyimbo za mapambio wakati wa msiba zilikuwa zikiendelea. Na baada ya dua ya kumwombea maiti, baada ya kulibariki kaburi, mchungaji aliruhusu mwili wangu uingizwe kaburini. Nilishuhudia mwili ukiteremshwa kaburini, huku familia yangu ikiwa iko na huzuni kubwa mno, hasa mama yangu ambaye alilia mpaka alipoteza fahamu. Baba yangu mishipa ya kichwa ilimsimama. Hakuweza kuzungumza zaidi ya kutokwa na machozi mfululizo. Mdogo wangu naye kila mmoja alilia vile ajuavyo kutokana na jinsi walivyonipoteza mimi kaka yao. Majirani nao walipatwa na mshtuko, na hata rafiki yangu wa kike alizirai mara baada ya kupata taarifa juu ya kifo changu, kutokana na ukweli ya kwamba siku ya jana yake tu tulikuwa pamoja katika kusoma pamoja mpaka usiku wa manane. Asubuhi ndipo aliposikia juu ya habari za kifo changu cha ghafla, taarifa ambazo ziliwashtua wengi. Hata wanafunzi wenzangu hawakuamini, hasa kutokana na kwamba walikuwa wakinitegemea sana kwenye mambo mengi ikiwamo msaada wangu. Katika mtihani wa mwisho kila mmoja alijua lazima nipasue division 1, tena ya juu kabisa, kutokana na uelewa wangu ulikuwa ni mkubwa mno. Lakini kifo changu kilikuwa ni cha ghafla mno. Hakuna aliyetegemea ya kwamba mimi sitoamka siku ya pili. Sikuwahi kuumwa, sikujisikia vibaya, lakini nililala na siku ya pili sikuamka. Baada ya mwili wangu kuingizwa kaburini, ni wachache walioweza kwenda kuweka mchanga kwenye kaburi kabla ya mwili kuweza kuzikwa rasmi.
Baba yangu nilimwona alikuwa ameiva macho na kuwa mekundu. Niliamini baba kwa vile yeye ni mwanaume na ndiye aliyetakiwa kusimama kidete kuiongoza mazishi yale. Angejikaza, lakini haikuwa hivyo. Babangu naye pia jicho lilimwiva. Babangu alilia. Kama si hivyo, naye alikuwa yupo kwenye wakati mgumu mno. Kila mara babangu alifuta machozi kwa kitambaa cha mkononi na kufuta mafua membamba yaliokuwa yanamchuruzika. Jirani wapo wenye mioyo migumu walioweza kwenda kutia udongo kwenye kaburi. Wadogo zangu walisaidiwa kufika kwenye kaburi kwa kushikiliwa. Baada ya kumalizika watu wa umuhimu wa kuweka udongo kwenye kaburi langu, waliruhusiwa wote wazike kwa kupokezana. Nilishuhudia mwili ukifukiwa na udongo huku kila mmoja akiwajibika kutupa mchanga ndani ya kaburi. Wengi hawakuamini. Wapo waliosema ya kwamba ilikuwa ni amri ya Mungu, lakini wengine walisema ya kwamba si bure, kuna mkono wa mtu. Baada ya taratibu zote za kuzika, kila mmoja aliweka shada la maua. Mamangu ilibidi wambebe mpaka kwenye kaburi, na hii ni kutokana na kushindwa kutembea. Babangu aliangua kilio upya mara baada ya kupata uhakika ya kwamba kweli mwanaye nimeiaga dunia. Watu walimshika baba ambaye uvumilivu wa kujikaza kiume ulimshinda dakika za mwisho mara baada ya kuzikwa kwa mwili wangu. Kilikuwa ni kilio kilichowauma wengi. Kitendo cha babangu kulia kilifanya hata kwenye mioyo migumu, yani wale watu wenye mioyo migumu hasa wanawake, walijikuta wakiungana na babangu kunililia kwa sauti. Mchungaji alifanya kazi za ziada kuwakumbusha watu wote waliokuwepo pale makaburini ya kwamba wasifikie hatua ya kumkufuru Mungu pale. Misiba inapotokea katika familia zao, wachukulie ni jambo la kawaida kwa sababu kila mtu ataiaga dunia. Mchungaji aliwaeleza pale makaburini wanatakiwa kutambua kwamba kila neno aliloahidi Mungu lazima litimie. Kama mauti kwa mwanadamu ni lazima itimie. Baada ya mazishi yaliyowaliza watu wengi, niliwaona watu wote wakiondoka makaburini kurudi nyumbani. Kila mmoja alikuwa akizungumza lake. Nina imani msikilizaji, kila anayenisikiliza muda huu bado yuko njia panda na huu ushuhuda wangu wa mauti yangu mpaka kuzikwa kwangu. Hiki ni kitendawili ambacho utakipata katika hii simulizi ya kweli kabisa, ambayo itakuonyesha jinsi gani walimwengu walivyokuwa wabaya. Walimwengu wabaya sana. Sio kila toaye machozi kwa matatizo yake anakuonea huruma. Wengine hufurahia matatizo yako kwa kutoa machozi. Siku zote silaha ya mnafiki huwa ni machozi. Napenda ungane nami kwenye huu mkasa wangu utakao kutoa machozi, na utawajua vizuri walimwengu hasa ni akina nani. Bwana msikilizaji, karibu sana kwenye hii simulizi mpya inayoitwa Mazishi Yangu kutoka kwake Bwana Ali Mbetu, mtaalamu wa hizi kazi. Mimi naye kusimulia naitwa Uncle J. Bwana, simulizi ya kwanza, usizani kwamba simulizi ilianza. Huu ni ufunguzi tu. Leo mpaka unapata kitete. Sasa huyu alishuhudiaje mazishi yake? Sasa ndo mzigo unakwenda kuanza. Nipe sikio lako vizuri mwanzo mpaka mwisho. Karibu sana, ungana nami. Langu jina naitwa Uncle J. Nikusimulie huu mkasa wa huyu kijana anaitwa Shija. Sasa hapa kuna watu watajua labda Uncle alikufa. Ushindo na ulegee. Nasimulia simulizi ya Shija bwana. Karibu tumsikie Shija anasemaje kwenye huu mkasa wake. Kwa majina naitwa Shija. Mimi ni mtoto wa 4 katika familia ya watoto 8 wa mzee Matulanya. Watoto wa kike wapo 5 na sisi watoto wa kiume tupo 3. Jumla ya familia iliyokuwa nyumbani tulikuwa watu 17, wakiwamo wajukuu na watoto wa dada zangu waliozalishwa na kuachwa nyumbani. Katika familia ya watoto wa Matulanya, wengi hawakupenda elimu, hasa walionitangulia, akiwamo kaka yangu mkubwa pamoja na dada zangu.
Yupo aliyeishia darasa la pili na mpaka leo hata kusoma hajui. Mwingine aliishia darasa la 6 mara baada ya kupata ujauzito. Maisha tuliokuwa tukiyaishi yalikuwa ni ya hali ya chini sana, na hii ni kutokana na ukubwa wa familia na udogo wa kipato cha wazazi wetu. Kwa kweli tulitegemea kilimo na mifugo ambayo kwa kiasi kikubwa vilituwezesha sisi kupata chakula na pesa za kimaendeleo. Kwa upande wangu, nilijiona kama nabii fulani hivi niliyeshushwa ndani ya familia ya mzee Matulanya. Naweza kusema ya kwamba mimi nilikuwa tofauti. Nilikuwa na utofauti mkubwa mno na ndugu zangu wote walionitangulia na walionifuata. Mimi tangu nikiwa niko darasa la kwanza, nyota yangu ilionekana kung'ara. Nilikuwa nina uwezo mkubwa mno kuliko hata wanafunzi walionizidi umri. Shuleni mimi sikupelekwa, nilijipeleka mimi mwenyewe kwani umri wangu ulikuwa ni mdogo sana. Siku aliyopelekwa kaka yangu nami nilikuwepo. Kutokana na michezo ya watoto waliokuwa wamekwenda kwanza darasa la kwanza, nilivutiwa nayo na niling'ang'ania kubaki shuleni. Mwalimu aliamini ningeweza kushindwa kurudi siku ya pili kwa kumwambia mama aniache tu, nikichoka nitarudi nyumbani. Siku hiyo nilishinda pale mpaka muda kurudi nyumbani. Siku ya pili nilikuwa wa kwanza kuamka kuwahi shule, tofauti na kakaangu aliyetakiwa kuamka kwa vile yeye ndiye aliyekuwa mhusika mkuu. Mamangu alitaka kunikataza, lakini baba alimwambia aniache kwa vile ile ilikuwa ni nguvu ya soda. Lakini siku zilikatika nikiwa ni mwanafunzi mwenye bidii na nilikuwa ni mdogo mno darasa nzima. Katika mtihani wa darasa la kwanza, mimi nilikuwa ni mtu wa 6 katika darasa la watu 45. Yaani matokeo yalipotoka, nilikuwa ni mwanafunzi niliyeshika nafasi ya 6 ili hali darasani tulikuwa watu 45. Hiyo iliwashtua wengi, hasa walimu ambao siku zote walinidharau kwa kuamini hata kuandika kwangu nilisaidiwa na kaka yangu. Ajabu ilikuwa kaka yangu alikuwa ni wa 30, mimi mdogo wake nilikuwa nimeshika nafasi ya 6. Ilikuwa ni kioja kilichoshtua watu wengi mno. Ukweli ulibaki pale pale. Katika mtihani wa kumaliza muhula, mimi nilikuwa mtu wa pili. Nilizidi kujijengea heshima na kuwashangaza watu wengi mno. Kila penye zuri hapakosekani wabaya. Watu walianza kusema eti kwetu ni wachawi, tunatumia nguvu za giza mimi kufaulu. Hawakuchoka kuzusha kwa kusema kwa vile kakaangu alionekana yupo tu. Walisema eti familia yetu tumemgeuza kakaangu kuwa ndondocha ili mimi nionekane ninasoma zaidi. Maneno yale nilipowapelekea wazazi wangu walinieleza niachane nayo, kwani yalikuwa na lengo la kunikatisha tamaa. Ilibidi niwasikilize wazazi wangu, na kuanzia hapo msikilizaji, nilianza kushika nafasi ya kwanza mpaka naingia sekondari. Mpaka naingia sekondari, mimi nilikuwa nashika nafasi ya kwanza tu. Maneno ya kuambiwa kwamba familia yetu ni wachawi niliyapotezea. Nilichaguliwa kujiunga na sekondari ya kutwa ya serikali, shule za kata ya kwenda na kurudi. Kabla sijafika mali ni warudisheni nyuma kidogo. Tulipofika darasa la 3, wakati mimi nashika nafasi ya kwanza, kakaangu alikuwa akifunga darasa, alikuwa akishika nafasi za mwisho. Imani ya uchawi ndani ya familia yangu ndipo ilipoanza kutawala na kuonekana wazi kabisa. Tunamtumia kakaangu kama msukule ili mimi niwe nina akili darasani. Watu hawakuamini mtoto mdogo kama mimi ni wazidi akili watu wazima niliokuwa niko nao darasa moja. Kutokana na ufinyu wa akili iliyokuwa imetawala kwenye vijiji vingi visivyojua elimu ni nini, waliamini mwenye umri mkubwa ndiye mwenye akili. Kila kona nilipotembelea niliitwa mtoto wa mchawi. Kitendo cha kakaangu kushika mkia darasani, kakaangu alikuwa kitaniwa na wanafunzi kwa kuitwa ni msukule. Kile kitendo kilimfanya kakaangu aache shule. Pamoja na kupigwa na baba na kunyimwa chakula, lakini kakaangu alikataa kata kurudi shuleni. Kwa sababu maneno ya watu walikuwa wakimwambia yeye ni msukule. Kwa sababu alikuwa anashika nafasi za mwisho darasani, alafu mimi mdogo wake nashika nafasi za juu.
Baada ya wazazi kushindwa, waliamua kumwacha kakaangu afanye anavyotaka yeye. Tangia hapo kakaangu alianza kupoteza mwelekeo. Alianza kuvuta bangi. Alikuwa ni nusu mwenda wazimu. Hali ya kakaangu na maendeleo yangu mimi shuleni yalitafsiriwa kama vile tumemgeuza kakaangu ngazi ili mimi nionekane nina akili. Nilizidi kutaniwa ya kwamba mimi ni mtoto wa wachawi. Kwa kweli jina lile lilinikosesha raha. Nilianza kuogopa hata kutembea peke yangu. Msikilizaji, wewe kama umetokea kwenye familia ya kishua, huwezi kuelewa hiki ninachokisema hapa. Tuliotokea kwenye familia za kimaskini ndo tunaelewa. Muda mwingine umaskini wa familia yako, mtaani kwenu, mnaweza hata mkaitwa ni wachawi ili hali nyinyi sio wachawi. Hiyo yote ni kutokana na umaskini na maisha duni ambayo mnayaishi. Ndicho kilichokuwa kinanitokea mimi. Kitendo cha mimi kufaulu kuwa vizuri darasani kwenye familia yetu, ili hali watoto wengine wote walikuwa ni mazumbukuku, hawana akili, hawafanyi vizuri darasani. Mtaani tuliitwa wachawi. Mimi nafaulu kwa nguvu za giza, kwamba wazazi wangu wanaloga, wadogo zangu wanaloga kaka zangu ili mimi niweze kufaulu darasani. Nilimshukuru sana mwalimu mkuu ambaye alikuwa na wachapa wale wote waliokuwa wananitania. Alikuwa anawapa adhabu kali wale wote waliokuwa wananikashifu kwa maneno ya kishirikina. Ile kidogo ilisaidia kupunguza mimi kutaniwa shuleni, lakini haikuishia hapo. Mimi nilitengwa kucheza na wenzangu kwa kuhofia eti wenzangu nitawageuza mandondocha kama tulivyokuwa tumemgeuza kakaangu. Maisha yangu ya shule yaligeuka shubiri. Ilifikia hatua mimi mpaka shule yenyewe nikaichukia. Bado mwalimu mkuu alikuwa ndo chachu ya mafanikio yangu kwa kunifuata nyumbani na kuniomba nisife moyo. Mwalimu mkuu alikuwa akiniambia, "Shija mwanangu, usife moyo. Hizi ni imani potofu tu. Kuamini kwamba mwenye akili ni mtu mwenye umri mkubwa. Lakini nakuhakikishia Shija, nitakupigania. Na ukawaelimishe kwamba wewe ndio roho ya shule utakayetubeba huko uendako. Mwanangu, pambana, soma." Mwalimu mkuu alikuwa akiniambia hivyo na nilikubaliana na mwalimu huyu, na kisha nikarudi na kuendelea na shule. Huku mwalimu akiwalazimisha wanafunzi wenzangu wacheze na mimi, washirikiane na mimi. Mwalimu mkuu hakuishia hapo. Aliitisha mpaka mkutano na wazazi na wanafunzi, ambao mkutano huo ulifanyika siku ya Ijumaa majira ya jioni. Mkutano wa wanafunzi na wazazi. Baada ya wazazi kukusanyika, mwalimu mkuu alisimama na kuzungumza machache na kisha aliniomba mimi ninyanyuke. Baada ya kunyanyuka, mwalimu mkuu aliwageukia wanafunzi wenzangu na akawauliza, "Nyinyi wanafunzi, mnamjua huyu?" Wakasema, "Ndio." "Huyu ni nani?" "Huyo ni mchawi." Maneno yao hawa wanafunzi yalitaka kuupasua moyo wangu na nikujiona mimi ni mchawi. Hakuna kitu kinachoumiza kama kuitwa mchawi. Hakuna kitu kinachoumiza kama familia yako kuitwa wachawi. Maneno yao wanafunzi yalitaka kuupasua moyo wangu na kujiona kama mchawi wa kweli aliyekamatwa mchana kiwanga. Nilimwona mama yangu pale kitoka na machozi. Baba yangu naye uzalendo ulimshinda. Baba yangu alikuja pale nilipokuwa nimesimama mimi. Muda huo nilikuwa nimeshikwa mkono na mwalimu mkuu. Babangu alikuja akitaka kunikwapua pale ili tuondoke. Baba alisema, "Mwalimu mkuu, kweli umetuchoka. Yaani kutuita kote huku ni kuja kutudhalilisha?" Mwalimu mkuu akasema, "Hapana mzazi. Ndio sababu kubwa ya kukuiteni nyinyi hapa ni kutaka kuondoa hii dhana mbaya.
hebu nakuomba ukae tafadhali. Babangu alikubali kwenda kukaa. Mimi nilikuwa bado nimesimama, nimeshikwa mkono na mwalimu mkuu. Sikujua mwalimu mkuu alitaka kufanya nini. Baada ya hali ya utulivu kuweza kurudi katika hali yake ya kawaida, mwalimu mkuu alisema tena kwa sauti ya juu kabisa, akasema, ndugu zanguni wazazi, nimewaiteni ili tusawazishe hili ambalo tusipoliangalia siku za mbeleni kijiji chetu kitakosa hata msomi mmoja. Nasema hayo nikiwa nina maana gani? Jamani, kumekuwa kuna imani ambayo imejengeka kutoka kwa wazazi, na hii imani mmeipandikiza mpaka kwa wanafunzi, ya kwamba hakuna mwenye umri mdogo anayeweza kuwashinda watu wazima isipokuwa mchawi. Ndugu zanguni wazazi, nataka kuwaeleza ya kwamba huyu kijana Shija huyu ni tunu tuliotunukiwa wana kijiji. Toka hii shule yetu ianze, hakuna kijana mwenye akili kama huyu Shija, hakuna. Ni Mungu tu ametutunuku msomi mwenye upeo mkubwa, japo umri wake ni mdogo. Na yasema haya hasa nikizingatia ujaji wa Shija shuleni ulikuwa ni utofauti mkubwa na wenzake. Wanafunzi wengi wa kijiji chetu hawapendi shule, wamekuwa watoro mpaka watafutwe na fimbo, lakini kwa Shija kuna utofauti mkubwa mno. Huyu kijana ni mpenda shule, mdadisi, asichokijua huuliza, tofauti na wanafunzi wengi. Hii imemsaidia sana Shija kufanya vizuri darasani. Mimi nafikiri uchawi wa Shija ni uwezo wa kujua mambo na kuyafanya kwa usahihi, na sio kushika matunguli. Na waombeni sana wazazi, muondoeni hiyo imani potofu. Wazazi wa Shija sio wachawi, bali wana bahati ya kupata watoto wenye kipawa kutoka kwa Mungu na sio kitu kingine. Wazazi wenzangu, na waomba mumchukulie Shija kama kioo ili watoto wenu nao wafanye vizuri. Tunahitaji wakina Shija zaidi ya 100 na sio mmoja. Tulie naye mnamvunja nguvu. Narudia, uwezo wa huyu kijana Shija darasani sio uchawi, bali ni kipaji alichopewa na Mungu. Hebu wafanyeni watoto wenu wawe karibu na Shija ili kupata alicho nacho. Waswahili wanasema aliye karibu na waridi hunukia. Nataka leo mbadili hizo kauli zenu. Nataka kuanzia leo mseme Shija sio mchawi. Haya, kwa pamoja, Shija sio mchawi. Shija sio mchawi. Shija ni rafiki yetu. Shija ni rafiki yetu. Hatutamtenga Shija. Hatutamtenga Shija. Haya, mwanafunzi mmoja mmoja anakuja hapa kumkumbatia Shija, huku mkimwambia pole rafiki. Ni kweli wanafunzi wote walisimama katika mstari mmoja na kuja kunikumbatia, huku akisema pole rafiki. Walipita wanafunzi wote, na mwisho wa siku mwalimu mkuu aliwaeleza wazazi ya kuwa wanipende na kunilinda kwa sababu mimi ni zao adimu sana ambalo likipotea ni vigumu mno kulipata. Baada ya kikao kile ambacho nilimshukuru mwalimu mkuu kwa kurudisha amani moyoni mwangu, amani iliyopotea hata katika familia yetu. Nilimshukuru Mungu, hali ya utulivu ilikuwa imejirudia tena shuleni, kwa wanafunzi kuniona mimi kama mwanafunzi mwenzao kwa kushirikiana na mimi katika shughuli zote za ndani na za nje ya shule. Utulivu ule uliweza kunifanya nisome kwa utulivu. Wakati huo kakaangu alikuwa amegoma kabisa kuendelea na masomo. Nilimwomba Mungu usiku na mchana ili kakaangu arudi shuleni, lakini dua zangu zilikwenda bure, kwani kakaangu alipolazimishwa kusoma kwa nguvu, aliamua kukimbia nyumbani na kuamua kulala porini, kitu kilichofanya wazazi na walimu waamue kumwacha. Msikilizaji, katika masomo darasani mimi niliendelea kuyamudu vizuri mno, na mtihani wa kuingia darasa la 5 nilishika nafasi ya kwanza. Katika hilo nilimshukuru Mungu. Pamoja na kuzidi kuongoza darasani, hapa kuwepo kuna minongono tena ya uchawi zaidi tu ya mimi kuendelea kupongezwa.
Palipo na wengi pana mengi, msikilizaji. Hapa kukosekana maneno ya chini chini. Wapo ambao hawakuamini mimi kuwa nilikuwa nina akili kiasi kile, eti kwamba eti ni uwezo wangu tu mimi mwenyewe na si uchawi. Wapo ambao walikuwa wanaamini katika akili zao kwamba mimi bado ni mchawi. Kama nilivyokwisha kusema hapo mwanzo, waliamini mtoto mdogo kama mimi siwezi kuwashinda watu wazima kama kaka zangu. Kwa umri na umbo nilitakiwa niwe darasa la pili. Kama nilivyosema, king'ang'anizi changu ndicho kilichonifanya mimi niwe pale, na uwezo wa akili ndio uliomfanya mwalimu wangu aniruhusu mimi kuendelea kusoma. Ilikuwa ni kama kichekesho darasani kwa jinsi wanafunzi wakubwa walivyokuwa wananizidi umbo na umri, kisha mimi na waongoza darasani katika masomo yote. Na kibaya zaidi, sikuwazidi kidogo, niliwazidi kwa umbali sana, pamoja na minong'ono ya chini chini, lakini bado haikuwa na nguvu sana kunikatisha mimi tamaa. Maneno mengi yaliongelewa chini chini. Rafiki zangu waliokuwa wananitenga mwanzo, upendo ulirudi kama mwanzo na kushirikiana nao kama kawaida, kitu ambacho mimi kilinipa faraja kubwa mno moyoni mwangu. Nikasahau maisha ya mateso kwa kipindi kirefu cha kuitwa mimi mtoto wa mchawi. Nakumbuka siku moja nikiwa nimelala, nilisikia jogoo akiwika. Nilishtuka kutoka usingizini, nikatulia kitandani, na ndipo mara nikasikia sauti kama za watu wakiwa wanapita huku wanazungumza. Mawazo yangu yaliniambia kwamba kumekucha. Nikaamka, nikatoka nje, ambapo nilikuta kweli kumekucha kutokana na mwanga wake. Lakini sikuwa na haja kuangalia kujua yani kwamba ule mwanga ni wa jua ama ni wa mwezi. Hali ya nje ilijionyesha kuwa ni kwazi, yani kunaonekana ni wazi kabisa. Kila kilichokuwa mbali kilikuwa kinaonekana. Kwa niliamini hii ilikuwa ni asubuhi, kutokana na kwamba nilikuwa nimeona kumepambazuka. Niliamini nimechelewa namba shuleni. Nikanawa maji haraka haraka, na kisha nilipitia pale kidumu changu cha lita 3 cha kubebea maji ya kumwagilia maua na kufagia shuleni. Nilibeba na ufagio. Nikatembea kwa mwendo kukimbia ili niwahi namba. Ilikuwa kama ukichelewa namba ni lazima upigwe fimbo kabla kuingia darasani. Katika watoto waliokuwa wanaongoza kuwahi shuleni, namba 1 nilikuwa ni mimi. Lakini siku ile nilijua ndo siku yangu ya kwanza kuchelewa shuleni. Nilitembea kwa haraka haraka. Wakati mwingine nilikuwa nakimbia kidogo kidogo kwa kuamini kabisa mimi nimechelewa. Ajabu ni kwamba nilitembea njia nzima, lakini sikuona mwanafunzi yeyote. Hey! Kitu kila kikuwa cha kawaida. Njia nzima hakuna mwanafunzi anayeelekea shuleni. Hata walimu ambao huingia shuleni saa 2. Hali ile ilionyesha wazi kabisa mimi nilikuwa nimechelewa sana eti. Nikaanza kukimbia niwahi shuleni. Kila hatua niliyopiga ndo nilizidi kushangaa kuona kwamba mbona hata sauti za wanafunzi wenzangu kule shuleni sizisikii. Kulikuwa kimya. Mpaka naingia eneo la shuleni, sikuona mtu wala kusikia sauti ya mtu yoyote. Nikajiuliza, ina maana mimi ndo nimechelewa kiasi hiki? Kwamba wanafunzi wote ndo wameshaingia madarasani? Niliamini kama ni kweli, basi lazima hata familia yangu imechelewa kwenda shambani. Mara nyingi baba ndiye aliyekuwa wa kwanza kuamka na kutuamsha watoto wake. Baada ya kuamka, baba hutangulia shamba na kisha mama humfuata baadaye. Mama baada ya kutuandaa sisi kwenda shuleni, humwandalia baba cha kudanganyia tumbo huko shambani. Anakwenda kuungana na baba huko shambani mpaka majira jioni. Jamani, nikaingia eneo la shule, lakini hapo moyoni nilikuwa nimeshaingiwa na uoga. Shule nzima iko kimya, kitu ambacho hakijawahi kutokea toka nianze darasa la kwanza. Ukimya ule kanizidisha hofu moyoni. Ulikuwa ni ukimya wa ajabu, lakini kila hatua niliyopiga nilihisi mwili kama unasisimka. Kila nilipozidi kupiga hatua kuisogelea shule, niliona kama nywele zilikuwa zinanisisimka.
Cha ajabu zaidi, nilipoangalia ndani ya madarasa sikuona kichwa cha mwanafunzi yeyote. Nilijiuliza, wanafunzi wenzangu wamekwenda wapi? Nilipatwa na hofu kubwa mno moyoni mwangu. Mwili ulinisisimka. Kibaridi kilichokuwa kikisafiri muda ule kilinipiga mwilini, na nikaamini kabisa ubaridi ule si wa asubuhi, bali huu ubaridi ni usiku wa manane. Wazo la haraka likanijia, nitazame juu angani. Nikanyonyo macho yangu kutazama juu angani, kuangalia mbingu. Nikakutana na mwezi wa saa 9 za usiku. Moyo ukaniripuka. Moyo ulianza kunienda mbio kwa hofu ya kunijia moyoni. Nyuma yangu nikaanza kusikia sauti za watu kama wakizungumza, na ndipo taratibu nilipogeuza shingo yangu ili nitazame hao wanaozungumza nyuma yangu ni akina nani. Cha ajabu ni kwamba nageuka nyuma, sioni mtu akizungumza. Nikajiuliza, watu walikuwa wanazungumza wako wapi? Nimesikia kwa masikio yangu watu wakizungumza nyuma yangu. Kwani sehemu waliokuwa wakizungumza hapakuwa na kitu cha kusema kwamba nisiwaone, labda wamejificha? Sijakaa sawa, nikasikia watu wakikimbia, vishindo vya watu waliokuwa wakikimbia. Vishindo vinapita karibu yangu, lakini watu siwaoni. Unasikia kabisa vishindo. Ukigeuka hivi huoni watu. Uoga ulizidi kunitawala. Nilijikuta nikitokwa na haja ndogo bila hata kupenda. Ghafla tena nikasikia kelele za watu wakishangilia kwenye uwanja wa shule. Sijakaa sawa, nikasikia ngoma zinapigwa nini kwenye uwanja wa shule. Lakini yote haya yanatendeka, msikilizaji, sikuona kitu. Nilijikuta najiuliza, ile ngoma ni kweli inachezwa kwenye uwanja wa shule? Au hii ngoma mlio wake unatoka mbali? Lakini akili yangu haikukubali hata kidogo. Mlio wa ngoma ulionyesha unatoka kwenye uwanja wa shule, japo wapiga ngoma na wacheza ngoma hawakuonekana machoni pangu. Nilijiuliza, zile ni ngoma gani zinazochezwa usiku wa manane? Ngoma gani hizo? Wazo la kutaka nisogee kwenye uwanja wa shule kupata uhakika likanijia. Nilipinga pale, nikasema hapana, sitakiwi kwenda. Lakini kila dakika inavyozidi kwenda, ndivyo hofu ilivyozidi kunijaa moyoni mwangu. Nikaona hapa nifai tena. Nikaanza kuondoka taratibu kurudi nyumbani. Kilichonishangaza ni kupita katika uwanja wa shule bila kuona kitu chochote wala kusikia sauti. Lakini nilipofika tu, ngoma zile zilizokuwa zinapigwa na vishindo vya watu kucheza vikazidi kupanda. Yaani sauti ndo kama ikawa inazidi sasa. Hata kurudi kwenye njia ile ya kurudi nyumbani niliogopa. Ikabidi nitafute njia ya mbali, nisipite pale uwanjani. Nikapita kwenye majani nazunguka kutafuta njia. Nikazunguka kutokea njia kuelekea nyumbani. Nilitembea kufuata njia kurudi nyumbani, lakini muda huo, msikilizaji, nilikuwa natetemeka. Hofu iliyokuwa moyoni mwangu ni kwamba kitu chochote kingetokea mbele yangu na kunitisha. Niliamini mimi ningekufa hapo kwa pressure niliyokuwa nayo. Moyo wangu ulikuwa uko juu mno. Kitu chochote kingenitokea mbele yangu, mimi nilikuwa ni kushtuka na kufa mazima. Nikiwa narudi nyumbani huku natetemeka, nilikuwa nikimwomba Mungu, nakuomba nifike nyumbani salama.
Kwa mbali nilishtuka nikamwona mzee. Kuna mzee alikuwa anakuja taratibu. Yule mzee alikuwa ameshika mkongojo. Nilitaka kukimbia. Wasiwasi wangu ulikuwa ni kwamba nikirudi nilipotoka kule shuleni, huenda kule ndo sio salama kabisa. Hapa ni bora kukutana na huyu mzee. Ilibidi nisimame kama sanamu, nisijue nifanye nini. Na wakati huo yule mzee ndo alikuwa anazidi kunikaribia, lakini mwanga mkali wa mwezi ulinifanya nimfahamu huyu mzee. Alikuwa ni mmoja wa wazee wa kijijini kwetu. Huyu mzee alikuwa anaheshimika sana, alikuwa anaitwa Mzee Manoni. Yule mzee alinisogelea, akaniambia, "Shija, unatoka wapi usiku wote huu?" Mzee Manoni aliniuliza mara baada ya kusimama mbele yangu. Nikamwambia, "Mzee, nimetokea shuleni." "Wewe Shija, shule gani usiku wa manane?" "Mzee, nilifikiri kwamba kumekucha." "Wewe umeona nini mpaka uone kumekucha?" "Sijaona kitu." "Umesikia nini?" "Nimesikia sauti za watu." "Hao watu umewaona?" "Hapana." "Ni hicho tu ndo umesikia?" "Nimesikia na ngoma zinapigwa." "Ngoma?" "Ndio." "Wapi?" "Kwenye uwanja wa shule." "Wewe kweli hujaona kitu chochote?" "Sijaona babu." "Shija, inakuwaje unasikia ngoma usione watu? Au ilikuwa haipigwi kwenye uwanja wa shule?" "Hapana babu, ngoma ilikuwa inapigwa kwenye uwanja wa shule." "Sasa mbona hukuona watu, hujaona ngoma?" "Labda ni wachawi babu." "Shija, unaujua uchawi?" "Sasa mbona unasema wachawi bila kuwa na uhakika na unachokisema?" "Nilisikia siku moja baba akisema wachawi huwa hawaonekani kwa macho ya kawaida, ila unaweza ukawasikia." "Sasa sikiliza kijana, ulichokiona na ulichokisikia kiache huko huko. Ole wako nisikia unamwambia mtu." "Sawa babu." "Narudia tena, hii siri hii usimwambie mtu yoyote. Hii siri ukikwenda kumwambia mtu utapatwa na jambo, tena jambo zito. Kaa kimya." "Hata mamangu nisimwambie?" "Wacha mama yako, hata baba yako. Ulichokiona na kukisikia kiache huko huko ulikotoka. Nenda nyumbani ukalale. Hutodhuriwa na chochote mpaka utafika nyumbani. Sawa?" "Sawa babu." "Usisahau niliyokuambia. Sawa babu Ole wako hii siri utoe." "Sawa babu. Sitamweleza yoyote." Niliagana na yule Mzee Manoni na nikaelekea njia kuelekea nyumbani. Baada ya kutembea hatua 4 kwa uoga, niligeuka nyuma kumwangalia Mzee Manoni anaelekea wapi. Wasiwasi wangu huenda akaelekea kwenye ngoma ile ambayo niliamini kabisa ilikuwa ni ngoma ya wachawi. Lakini kingine kilichonishangaza, Mzee Manoni usiku huu wa manane, usiku mkubwa kama huu, alikuwa akienda wapi? Na kwa nini hakuonekana kuwa na wasiwasi, japokuwa ulikuwa ni usiku mzito kweli kweli? Msikilizaji, ajabu ni kwamba nilipogeuka nyuma, sikumuona Mzee Manoni. Sikumuona. Nikajiuliza, mbona nimeachana naye hata dakika haijaisha?
Nimempa tu kisogo mzee Manoni, na geuka simuoni. Ameenda wapi? Eneo hili lilikuwa ni la wazi. Yaani hata kama angebadili njia bado ningemuona tu. Nilijiuliza, babu yule kasi hii ya kutembea na kupotea, yaani mimi mara tu baada ya kumpa kisogo kaitwa wapi? Wakati anatembea na mkongojo, anatembea na ile fimbo. Sikutaka kumfikiria mzee Manoni sana. Nilikaza mwendo kwa nyumbani. Nilipofika nyumbani kulikuwa kuko kimya sana na kila mtu alikuwa amelala. Kwa vile chumba chetu sisi watoto wa kiume kilikuwa ni cha uani, chumba cha nje, nilisukuma mlango nikaingia chumbani kwangu bila ya mtu yote kujua kama kuna mtu alikuwa ametoka. Na baada ya kuingia ndani nilivua nguo zangu za shule nikapanda kitandani. Nilipatwa na usingizi wa ajabu. Usingizi ambao sijawahi kuupata maishani mwangu. Nilijikuta naota ndoto mbaya. Nilijikuta naota ndoto ya kutisha. Ndoto ya ajabu. Ndoto hiyo eti nimeamka usiku kutoka nyumbani kwenda shuleni. Nilipofika uwanja wa shule nikakutana kuna ngoma ya watu waliokuwa wakicheza utupu, hawana nguo, wanawake kwa wanaume. Na katika hizo ngoma eti hakuna aliyenijali. Walikuwa wanacheza kwa mtindo wa kuzunguka mduara, huku wengine wakiwa wamepanda wanyama ambao mimi wao wanyama sijawahi kuona. Wengine walikuwa wanarusha ile moto ile, wanarusha mioto ile juu bila kuungua. Yaani ilikuwa ni kama sherehe kubwa mno. Na katika kundi la watu wale waliokuwa wakicheza utupu pasipo nguo, walikuwemo watu ambao mimi nawafahamu, akiwemo mzee Manoni na baadhi ya wazee wa kike na wa kiume waliokuwa wakiheshimika sana pale kijijini. Pia walikuwepo wasichana wadogo wadogo ambao baadhi yao tulikuwa tunasoma nao shule moja na wengine darasa moja. Kulikuwa kuna mgao wa nyama pale ambao sikujua ile nyama ni ya nini. Ila kila aliyenyanyua kipande cha nyama iliyokuwa ni mbichi, ilikuwa ikivuja damu, alikuwa anabugia mdomoni na anaitafuna huku akiwa anazunguka na kucheza kwa furaha mno. Kilichonishangaza si ngoma, bali watu wote kucheza uchi bila aibu. Wakubwa kwa watoto, hawana hata nguo. Wanawake kwa wanaume, wote wakiwa bila nguo, bila kujali utupu zao. Ilikuwa ni ndoto ya ajabu nyinyi. Kilichonishtusha kutoka kwenye hii ndoto ni sauti kali ya babangu, alikuwa akiniamsha nijiandae kwenda shuleni. Sauti ya babangu ndio ilinikatisha kwenye ile ndoto ya kutisha. Mimi si nilienda shuleni, nikawa nasikia midundo ya ngoma, vishindo vya watu, mazungumzo. Mbona sikuona watu? Zaidi tu yule mzee Manoni nilokutana naye njiani. Lakini niliporudi nyumbani kulala usingizi, inanijia ndoto kwamba nimeamka nimeenda shuleni na shuhudia yale mavitendo ya wachawi. Hii ndoto ilikuwa ina maana gani? Ilikuwa ni kawaida kila alfajiri baba anapoamka kwa ajili ya kwenda shambani. Ilikuwa ni kawaida babangu kabla kwenda shambani anatuamsha tujiandae kwa ajili ya kwenda shuleni. Nilishtuka, nilijikuta mapigo ya moyo yako juu. Jasho jingi lilikuwa linanitoka msikilizaji. Sikuitikia haraka, nilinyanyuka na kisha nikakaa kitako kuangalia pande zote ili kupata uhakika. Hivi mimi nilikuwa naota ama ni kweli? Au usikute mimi sijaenda shule mimi, huenda ilikuwa ni ndoto. Lakini nikasema hapana, mimi niliamka nikaenda shule. Nimerudi ndo nimelala, nimeota hii ndoto. Wakati niko nawaza, sauti ya baba nje iliendelea kuniita, lakini kutokana na hofu iliyokuwa imenitanda moyoni, sikuamini kama kweli ni sauti ya babangu au nilikuwa nahisi kwamba huenda bado niko ndotoni. Nilijiuliza yote yaliyotokea, ilikuwa ni ndoto ama kuna lenye ukweli hapa? Muda huo msikilizaji, macho yangu yalitua kwenye nguo zangu za shule, ambazo nguo zangu nilikuwa nimezivua jana yake, na nikaamini kweli mimi nilikuwa nimeamka usiku.
Mara baada ya baba kuniita bila kuitikiwa kwa muda, babangu alisukuma mlango na kuingia ndani. Alinikuta nimekaa kitandani nikiwa bado nimeshangaa, ni kama mtu aliyekuwa amepigwa na bumbuazi. Baba akaniambia, "Wewe Shija wewe, vipi leo huendi shuleni?" Nikamwambia, "Naenda baba." "Sasa mbona bado umekaa kitandani vipi?" Baba aliponiuliza hilo swali sikujibu kitu. Niliteremka kitandani kwenda kunawa ili niweze kuwahi shuleni. Kila kona ya mwili wangu ilikuwa imechoka vibaya mno. Baada ya kumsalimia baba, nilipitia pale kikopo cha maji kwenda kunawa. "Shija mwanangu." "Naam baba." "Mbona mwili wako una mikwaruzo? Ona nini?" Ile najitazama hivi, nilijikuta nimekwaruza sehemu za tumboni, migongoni, chini ya miguu. Yani ilionyesha hiyo mikwaruzo yenyewe kwanza ina matope. Nikakumbuka jana nilipowakwepa wale wachawi wakicheza ngoma, niliingia kwenye majaruba ya shule kabla hata kukutana na mzee Manoni. "Wewe Shija mwanangu, vipi? Mbona uko hivi? Umejikwaruza, angalia miguuni. Ona una matope." "We Shija kijana wangu, umeanza kuwa mchafu kulala bila kuoga. Kwa maana hiyo wewe jana hujaoga." Nilipotaka kumjibu babangu nilikumbuka kauli ya mzee Manoni, sitakiwi kumweleza mtu yeyote siri kwa yale nilokuwa nimeyashuhudia. Kwa yale mauza niloyasikia kule shuleni, sikutakiwa kumweleza mtu yeyote. Nilijifanya kama babangu simsikii. Nilienda kunawa ili niwahi shuleni. Nilishukuru baba aliniacha, yani aliachana na mimi. Baba akaelekea shambani. Mimi mara baada ya kunawa nilipitia pale vifaa vya shuleni, dumu la maji pamoja na fagio, na kisha nilikimbia shuleni. Mara nyingi muda aliokuwa akituamsha baba, hata ukienda kwa mwendo wa taratibu shuleni unawahi tu namba. Hali ya asubuhi ilionyesha kweli ile ndio asubuhi sahihi, sio ile nilikuwa nimeamka usiku. Hata wanafunzi walionekana mmoja njia ambayo nilikuwa napita. Sikutaka kujisumbua kuwaza kuamka kwangu usiku wa manane na vitu nilivyokuwa nimekutana navyo shuleni, pamoja na njozi nilizoota zenye kukaribiana na ukweli ambazo nilikatazwa kumweleza mtu yoyote. Na mzee Manoni ndiye aliniambia, nikizitoa siri hizi kuna kitu kibaya kitanikuta. Msikilizaji, nilihamishia mawazo yangu shuleni kuwaza masomo, hasa somo la jiografia ambalo jana yake nilikosa maswali mengi tofauti na vile nilivyojiamini kwa kuyaona maswali mepesi. Sikutaka kumiza akili yangu kuwaza niloyaona na kukutana nayo, kwa sababu niliamini hata kama nisingekatazwa bado hakuna mtu ambaye angeniamini. Hakuna mtu ambaye angeniamini. Yaani kama mtu ningekuja kumweleza yale ambayo yamenitokea, angekuwa anaona tu ni mtu ambaye nilikuwa labda nikiota ndoto. Angeona vitu ambavyo sio vya ukweli. Lakini kingine msikilizaji, nilichokiogopa ni mimi kuonekana mchawi wa ukweli. Yaani unaanzaje kuzisimulia stori za uchawi ili hali wewe sio mchawi? Kwa maana mtu yote ningemwambia hizi story moja kwa moja, wangeanza kuamini sasa kwamba kweli mimi ni mchawi. Mambo ya usiku wa manane, watu wamelala, mimi nimeamka kwenda shuleni, kama sio uchawi ni nini? Kwa ilibidi ninyamaze, nikatembea kwa mwendo wa kawaida tu kwa kuamini bado sijachelewa, kutokana na wanafunzi wengi kuonekana kutembea bila wasiwasi wote. Nilipokaribia uwanja wa shule, nilianza kusikia mlio wa ngoma. Uwezi amini msikilizaji, ngoma niliyoisikia usiku, ngoma iliyokuwa ikipigwa pale pale uwanjani. Nikaanza kusikia mlio wa ngoma. Lakini nilipokaribia sauti ile ilipotea akilini mwangu taratibu, na mwisho wake ile ngoma ikapotea kabisa masikioni mwangu. Nilifanikiwa kuwahi namba. Mara baada ya kuhesabu namba, nilikwenda kwenye eneo langu la kufanya usafi na kumwagilia maua. Baada ya usafi, ilipigwa kengele na wanafunzi wote tulikusanyika kwa ajili ya usafi. Baada ya usafi, muda wa kuingia darasani ulipofika, tuliingia madarasani. Nilipoingia darasani, nilikwenda kukaa kwenye dawati langu. Dawati nililokuwa ninakaa lilikuwa ni la wanafunzi wawili kutokana na uwezo wangu darasani. Katika dawati hilo nilikuwa nakaa na mtoto wa mwalimu mkuu wa kike. Japo hakuwa na akili sana, lakini tulisaidiana japo sehemu kubwa ya masomo alikuwa ananitegemea mimi. Ajabu ilikuwa ni mara baada ya mwalimu kuingia darasani, tulimsalimia vizuri tu kama kawaida, na yule mwalimu alituruhusu tukae chini. Baada ya kukaa chini, mwalimu wakati anaanza kufundisha somo lake, nilijikuta napitiwa na usingizi wa ajabu.
Pale pale darasani nipo, na hiki kitu hakijawahi kunitokea hata mara moja. Mwalimu alipoanza tu kufundisha, nilijikuta napitiwa na usingizi wa ajabu. Usingizi ambao ulinifanya nijikute naanza tena kuota ndoto yale yaliyokuwa yamenitokea jana yake mara baada ya kurudi kutoka shuleni usiku. Ilikuwa ni ndoto nyingine iliyonipeleka tena kwenye ngoma za wachawi. Ilikuwa ni ajabu. Ile ngoma haikuwa tena kwenye uwanja wa shule. Ile ngoma ilikuwa chini ya mti mkubwa. Ngoma ilikuwa imepamba moto na kila mtu akicheza vile anavyojua. Hapo niko darasani nimelala, naanza kuota ngoma za wachawi. Watu walikimbia na fisi, wengine walipana kutua na nyungo. Mara moja, sikujua kama ilikuwa ni sherehe au la. Sikujua ilikuwa inahusu nini. Lakini wachawi hawa walionekana kufurahi mno. Na kitu kingine kilichonishtua kwenye njozi yangu ilikuwa ni kumwona mmoja wa walimu wetu, naye alikuwa anacheza ngoma ile huku vumbi lilikuwa ni kubwa mno, lilikuwa linatimuka. Kutokana na vumbi kuwa kubwa kutimka, nilijikuta nikiingiwa na vumbi mdomoni. Vumbi likaniingia puani, nikasababisha nikohoe mfululizo. Kumbe kule kukohoa kwangu ndiko kuliwashtua wanafunzi na mpaka mwalimu ambaye alikuwa yuko darasani. Mwalimu alikuwa yuko bize, wanafunzi wenzangu walikuwa yuko bize. Kitendo cha mimi kukohoa kukawafanya washtuke na wakajua kwamba mimi nilikuwa nimelala. Na hata mwalimu alipokuja bado nilikuwa nimelala, msikilizaji. Nilikuwa sijitambui. Cha ajabu ni kwamba kila walivyoniita sikuweza kuwasikia. Nililala juu ya dawati huku nikiendelea kukohoa vibaya mno. Walinichukua, wakanitoa nje, wakaniweka chini ya mti wenye hewa. Mwalimu aliwaeleza wanafunzi waliokuwa wamepagawa kweli kweli pale na ile hali yangu. Mwalimu akawaambia, mwacheni mwenzenu apigwe na upepo. Hapo akawekwa msichana mmoja pembeni yangu aniangalie. Sasa huku kwenye ndoto, baada ya ngoma kuisha, tulirudi nyumbani, kila mmoja akiwa mweupe kwa vumbi kutokana na kitimtimu kile cha kwenye vumbi lile. Na hata mimi niliingia kucheza mara baada ya kuvutiwa na ile ngoma. Lakini mimi peke yangu ndiye nilikuwa na utofauti na wenzangu. Wote walikuwa hawana nguo, ila mimi nilikuwa nina nguo za shule. Njozi yangu hii iliendelea mpaka kwenye kulala na kuamka siku ya pili kwenda shuleni. Na ndipo nilipokuja kushtuka, nilijikuta nimelala chini ya mti na pembeni yangu alikuwepo msichana aliyekuwa amenipa hivi mgongo. Kwa vile nilikuwa nimemfahamu, nilimuita jina lake. Nikamwambia Leti. Leti alishtuka. Alinikuta mimi nimekaa kitako, akaniambia, "Ha, wewe Shija?" Nikamwambia, "Vipi?" "Shija, hata siamini." "Kwani Shija ulikuwa unajisikiaje?" Nikamwambia, "Leti, kivipi, mbona sikuelewi?" "Leti, kwani mimi hapa nimefikaje?" "Wewe Shija wewe, tumeshtukia darasani unakohoa mfululizo, kitu ambacho kilitushtua darasa zima. Mwalimu aliposogea alikukuta umelala ujitambui, na hata tulipokubeba kukutoa nje bado ulikuwa ujitambui." Nikasema, Mungu wangu. "Wewe Shija, kwani ulipatwa na nini?" "Sijui chochote Leti, sijui." Hapo msikilizaji, nilikumbuka yale masharti niliyopewa na mzee Manoni ya kuto kusema kitu chochote nilichokiona wala kukisikia. Sitaki kusema lolote. Ilibidi nikae kimya. "Pole sana." "Asante." Tulinyanyuka pale kuelekea darasani. Mwili wote ulikuwa umechoka vibaya mno. Japo nilikuwa niko ndotoni, lakini niliamini ni kutokana na ngoma ya wachawi niliyokuwa nimecheza. Nilipoingia darasani wote walishtuka. Wote wakanifuata kwenye dawati langu, walinipa pole huku wakitaka kujua nilipatwa na kitu gani. Walitoka nianze shule sijawahi kutokewa na kitu kama kile. Si mimi tu, hata mwanafunzi mmoja hakuwahi kutokewa na kitu kama kile. Nikiwa niko darasani, msikilizaji, nilipepesa macho yangu kuwatafuta wanafunzi ambao nilikuwa nimewaona kwenye zile ngoma za kichawi ndotoni. Nikapepesa macho niwatafute wako wapi hao shenzi. Mara baada ya kuwatafuta sikuwaona, ilibidi niulize, "Jamani, hivi Sabina yuko wapi?" "Sabina leo mbona tujamuona shuleni?"
Helena yuko wapi? Hata leo mbona hajaja shuleni? Majibu haya niliyopewa yalinishtua kidogo kutokana na njozi nilikuwa nimeiota muda mfupi. Kwa hiyo kukosekana kwao hawa wasichana shuleni na maana ya kwamba walikuwa kweli kwenye zile ngoma. Shija. Ndio mwalimu. Kwa nini umeulizia hao wanafunzi? Hamna mwalimu. Basi tu maana hapa darasani wote nimewaona ila wao sijawaona, ndio maana nimewauliza tu. Msikilizaji, mwalimu aliyeshuhudia lile tukio aliniita ofisini kunihoji juu ya mkasa uliokuwa umenikuta. Baada ya kuingia ofisini, mwalimu aliniuliza kwamba wewe Shija, wewe uko sawa kweli? Mbona toka darasani ulikuwa uko sawa? Nikamwambia niko sawa mwalimu, ila nahisi tu ni uchovu mkali tu. Shija, nataka kujua wewe jana umelala saa ngapi? Haiwezekani leo mimi nafundisha wewe ulale darasani. Ulilala saa ngapi jana? Nikamwambia mwalimu, kama kawaida baada ya kula tuliingia ndani kwa ajili ya kulala. Uliingia kulala saa ngapi? Nikamwambia saa 3 mwalimu. Shija, unasema kweli? Nikasema kweli mwalimu. Shija, unaweza kunieleza nini kilikutokea darasani kilichosababisha ukalala na ukapoteza kumbukumbu? Na ulipoamka kwenye kumbukumbu zako ukawaulizia wanafunzi wenzako wawili wa kike. Nataka kujua shida ilikuwa nini. Hapo kwanza nilitulia tuli kabla sijajibu, na hapo nikayakumbuka maneno ya mzee Manoni. Ninachokiona na kukisikia sitakiwi kumwambia mtu yoyote. Mwalimu, mimi sikumbuki chochote. Wewe Shija, wewe ni hali gani ilikutokea kabla ya kupoteza kumbukumbu? Mwalimu, kusema ule kweli, wakati unaingia pale darasani, mara baada ya kutuambia tukae chini, mimi nilijikuta tu usingizi mzito unanijia ghafla, na kilichoendelea sikujua mpaka nilipojikuta nimelazwa chini ya mti mwalimu. I say. Pole sana. Asante mwalimu. Unasema mwili wako unajisikiaje? Mwalimu, kusema ule kweli mimi nimechoka sana. Yaani kama vile nilikuwa nalima shambani. Sasa itakubidi urudi nyumbani ukapumzike. Lakini usisahau kuwaeleza wazazi wako kilichokutokea. Sawa Shija? Sawa mwalimu, nashukuru. Hapo kabla ya kutoka, nilimuuliza yule mwalimu niliyemuona kwenye ngoma ya wachawi. Nikamfuata yule mwalimu ambaye nimemuota kwenye njozi anacheza zile ngoma za wachawi. Nikamfuata yule mwalimu. Namfuata. Nikaambiwa hayupo. Wakaniambia kwamba huyo mwalimu aliomba ruhusa toka juzi ya kwamba hatakuwepo shuleni, ila kama unamhitaji sana atakuja kesho. Kwani vipi, una shida naye? Nikasema hapana, ila tu sijamuona tokea jana, ndio maana nimemuulizia. Wakasema kweli Shija, uko makini na walimu wako. Yaani mwalimu mmoja mpaka unamfuatilia. Wanafunzi wengine wapo tu, hawajui nini kinaendelea shuleni. Safi sana. Nikasema nashukuru. Hapo nilitoka ofisini huku walimu wakiwa wanajiuliza maswali mengi sana juu lile tukio ambalo lilikuwa limewashtua wengi sana shuleni. Lakini mimi kilichonishtua zaidi kulikuwa kukosekana kwa wale wote niliowaona kwenye njozi zenye ngoma za wachawi. Wale wanafunzi niliowaona kule shuleni hawapo. Mwalimu yule niliomuona kule shuleni hayupo. Hiki kitu kilinishtua. Kwa nini wakosekane? Ilibaki na maswali, lakini kuna ukweli gani katika njozi zangu ambazo naziota na matukio ya kweli? Mbona hizi njozi zinaendana na ukweli? Wengi shuleni walikuwa wanaamini mimi nachelewa kulala. Na niliomba Mungu wote waamini hivyo hivyo.
kuliko waje waamini kwamba mimi ni mchawi na kesha usiku ndo maana asubuhi nalala darasani. Kwa sababu wangeniweka kwenye wakati mgumu mno. Manake ingenibidi mimi niseme ukweli kwa yale yanayonitokea kwenye ndoto zangu. Lakini kama ningesema ukweli, manake ni kwamba ningekuwa napingana na mzee Manoni aliniambia kwamba chochote ninachokiona, chochote ninachokisikia, iwe kwenye njozi ama uhalisia, sitakiwi kumwambia mtu yeyote. Mara baada ya mimi kuulizwa maswali mengi na kuwajibu mambo ya uongo, nikarudi nyumbani taratibu, huku nikijiuliza nyumbani nitaanzaje kuwaeleza kile kilichonitokea shuleni. Hapo msikilizaji, wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa ni kwa baba yangu. Kama angenibananisha kwa maswali, ningejikuta nasema ukweli ambao ungegharimu maisha yangu. Njiani kama kawaida, nikakutana tena na mzee Manoni. Mzee ambaye sikumuona wapi alipotokea, ila nilimuona tu akitokea mbele yangu. Yaani ghafla binivupa, mtu huyu hapa. Nilipomuona kwanza hata mimi mwenyewe nilishtuka. Nilitaka kutimua mbio msikilizaji, lakini miguu ilikuwa ni mizito. Hivi ushawe kujihisi kama miguu yako ni mizito, kama imefungwa hivi mawe, hata kukimbia uwezi? Ndicho kilichonitokea. Lakini pindi napokutana na huyu mzee, mwili wangu unanisisimka mno. Nywele zinakuwa kama zinanisimama hivi. Huyu mzee aliniangalia kwa muda, hakuniambia chochote, ila alinikazia macho hivi ananiangalia. Hakuniambia kitu. Ananitazama, kanikazia macho, kitu ambacho kilinifanya kwanza nijitazame. Kwamba vipi? Lakini muda huo msikilizaji, mwili unanitetemeka. Hofu ilikuwa imenitawala. Afu huyu mzee akaniita Shija. Nikamwambia abe babu. Naam babu. Shija, wewe ni mtoto wa kiume. Kwa nini unaitikia abe? Samahani babu, nimekosea. Unatetemeka nini? Sio kitu. Mbona unatoka shuleni mapema? Sijisikii vizuri babu. Shija, kama nilivyokueleza, kila ulichokiona na kukisikia kiache kama kilivyo. Babu, sawa. Sawa babu. Fanya hivyo. Ndio babu. Aya, kwaheri. Niliagana na mzee Manoni kama kawaida. Mara baada ya hatua kama 2 hivi nigeuke, sikumuona mzee Manoni. Kitendo kile kilizidi kunitia hofu sana moyoni mwangu. Sikufanya lolote, nilirudi hadi nyumbani, nikaingia chumbani kwangu. Kutokana na mwili wangu ulikuwa umechoka sana, nilijitupa kitandani ambapo nilishikwa na usingizi mzito mno. Niliota ndoto za kawaida mpaka waliporudi wazazi wetu jioni kutoka shamba, ndipo waliponiamsha. Nilifikiria niwaeleze wazazi wangu kile kilichokuwa kimenitokea shuleni, lakini niliogopa vitisho vya mzee Manoni, kwa sababu kila napokutana naye kauli yake ni moja tu: chochote kinachonitokea, chochote ninachokiona kwenye njozi, ibaki kuwa siri. Natamani kuambia wazazi wangu kwa yale ninayopitia, lakini niliamua kukaa kimya kama vile hakuna kitu kilichotokea shuleni. Nilikaa kimya. Baba yangu aliniuliza, "Kijana, vipi, mbona umelala?" Nikamwambia, "Baba, ni uchovu tu baba, ni uchovu. Ni uchovu tu baba." We mwanangu wewe, mbona umelala na nguo za shule? Au kesho huende shuleni? Nikamwambia, "Baba, kesho mimi naenda. Shuleni mimi naenda, ila tu niliporudi kutoka shule nilijilaza kidogo, ila usingizi mzito umenipitia." Basi nenda kisimani ukachote maji ya kuoga. Hapo sikumjibu kitu baba. Nilipitia dumu la maji nikaelekea kisimani, kwa kuhofia baba ataniuliza kitu ambacho angekiona kingekuwa ni kigeni kwangu. Nilikwenda mpaka kisimani nikachota maji. Wakati narudi kutoka kisimani, nilikuwa nina mawazo mengi sana juu ya uamuzi wangu wa kumweleza baba iliyonitokea shuleni, kwa kuhofia baba atanichimba sana kutaka kujua ukweli wa mambo jinsi yanavyokwenda.
Nilimwomba sana Mungu babangu asijue lolote juu ya kile kilichonitokea shuleni, kwa kuamini lazima tu atataka kujua undani. Hata nikijitahidi kuficha undani huu, lazima tu baba angegundua kitu. Kwa vile yeye ni mtu mzima, siwezi kumficha au kumdanganya kutokana na kwamba yeye anajua vitu vingi kuliko mimi. Basi wakati natoka kisimani, mdogo mdogo niko na mawazo hayo mpaka pale nilipofika nyumbani. Nilipofika nyumbani nilikwenda kuoga. Wakati huo mama yangu alikuwa yuko jikoni akiandaa chakula cha usiku. Usiku ulipofika, tulijumuika pamoja kupata chakula cha usiku. Siku ile nilikuwa ni muoga kupita kiasi. Mara baada ya chakula tu nikaingia chumbani kwangu, nikapanda kitandani. Nikiwa niko chumbani nimejilaza, nilishtushwa na sauti. Ilikuwa ni sauti ya babangu aliyekuwa akiniita huku akiingia chumbani kwangu. Moyo wangu ulishtuka na nikajua nilichokificha na kukikimbia muda wote sasa kimemfikia babangu. Hivyo baba anataka kujua ukweli. Baba alipoingia chumbani kwangu akaniambia, "Shija kijana wangu." Nikamwambia, "Naam baba." "Vipi mwanangu, unaumwa? Mbona leo mapema sana kitandani, wakati muda so mrefu umetoka kulala?" Basi tu baba, leo mwili na uhisi uchovu sana. "Mwanangu, pengine una malaria Sidhani baba, nahisi ni uchovu tu babangu." "Basi hebu pumzika, nikutakia usiku mwema." "Na kwako pia baba." Nilishukuru baba aliondoka bila ya kunidadisi, wakati moyoni nilikuwa nina wasiwasi wa siri ya shule kumfikia babangu. Nilijilaza kitandani huku nikiwaza vitu ambavyo vinanitokea, huku nikikatazwa nisimwambie babangu. Niliamini kama baba angejua matatizo ninayokumbana nayo, angeweza kunisaidia, na ndio maana nakatazwa nisimwambie babangu. Nilijiuliza, kwa nini mzee Manoni hataki wazazi wangu wajue haya ninayopitia? Na kama wazazi wangu wakijua, kwani mzee Manoni mimi atanifanya nini? Wakati najiuliza hayo, swali jingine nilijiuliza, kama nikimwambia baba, nini kitatokea? Katika habari nilizowahi kuzisikia juu kuhusu wachawi, nilielezwa ni watu wabaya wanaoweza kuua na kula nyama. Yaani wachawi wana uwezo wa kuua na wana uwezo wa kula nyama. Nilipokumbuka hizo tu mambo nikaogopa. Nikajiambia pengine nikiitoa hii siri, nikimweleza babangu, wachawi wanaweza wakaniua, wakanigeuza mimi kitoweo chao. Yaani kageuzwa kuwa kitoweo chao. Kwa kweli nilijikuta kwenye wakati mgumu mno maishani mwangu, msikilizaji. Mzigo niliobebeshwa haukulingana na umri wangu. Niliamini walikuwa wakinionea na pengine walihofia siri yao kutoka nje. Ni kweli ningeweza kuwaeleza wazazi wangu nilokutana nayo, lakini bado wazazi wangu wasingejua nani anayehusika katika huo uchawi. Kujitokeza kwa mzee Manoni kulidhihirisha wazi kabisa kwamba hawa wachawi wana wasiwasi na mimi. Pengine labda mimi nimewajua na ndio maana wananipa vitisho. Nilimwomba Mungu aniepushe na janga lile, kusema ule kweli, kwa kuamini kama wataendelea kunifuatafuata hawa wachawi, nitashindwa kusoma vizuri. Wakati nayawaza hayo, usingizi nao haukuchelewa kunichukua. Baada ya kitu kizito kunipitia na kunifanya nilale usingizi wa pono. Usingizi wa pono ni ule usingizi wa nusu kifo. Unalala hujitambui kama umelala, hujijui kama upo duniani au uko mbinguni. Ndio usingizi ambao nilikuwa nimelala. Siku ya pili kama kawaida, baba aliniamsha nijiandae kwenda shuleni. Niliamka nikiwa nina nguvu kama kawaida. Nilijiandaa kwa ajili ya kuwahi namba shuleni. Niliwahi namba, nikafanya usafi kama kawaida. Muda wa kuingia darasani ulipowadia, tuliingia. Ajabu ni kwamba siku ile wale wanafunzi niliowaota kwenye njozi wakicheza ngoma ya wachawi. Na nilipoamka sikuwakuta darasani. Na nakumbuka mpaka nikawaulizia, hawakuwepo darasani. Hata mwalimu aliyekuwepo kwenye ngoma hii siku shuleni alikuwepo.
Wale wanafunzi nilowaota wakicheza ngoma za wachawi hii siku shuleni walikuwepo, na hata yule mwalimu pia alikuwepo. Hapo kila sekunde ya pumzi yangu nilijiona kama sipo katika hii dunia ya kawaida ambayo naishi peke yangu. Sikutaka kuhoji lolote. Nilikaa kimya nikaendelea na masomo kama kawaida. Siku ile nilisoma kama kawaida. Huwezi amini, hakuna kitu cha ajabu kilichonitokea. Sasa ilipofika jioni, nilielekea zangu nyumbani, na mara nyingi nilikuwa napenda kuinda ndege kila nikitoka shuleni. Niliacha njia kuelekea nyumbani, nikaingia njia vichakani kwa ajili ya kuinda ndege. Nikiwa katikati ya kichaka, nikasikia sauti ya wale wasichana niliowaota wakicheza ngoma ya wachawi, wakiniita Shija. Kabla kuitikia, ilibidi kwanza nigeuke kuangalia. Mungu wangu, nilishtuka kuwaona ni wale wale. Nikajiuliza, hawa wachawi wamefuata nini huku polini? Nikawaitikia huku nikitabasamu, lakini nikawa naficha hofu yangu. Nikasema, na Elena, Sabina, vipi? Elena na Sabina walikuwa wakubwa kwangu kiumri. Mimi nilikuwa ni mdogo. Shija, vipi? Mbona uko peke yako? Nani? Nawinda ndege. Shija? Naam. Eti jana ulituulizia? Kwani jana mlikuwa mko wapi? Tulikuwa nyumbani. Wote wawili? Kwani wewe vipi? Mbona unauliza hivyo? Sio rahisi wote muwe nyumbani kwa pamoja bila sababu, ikizingatiwa nyinyi mkai pamoja bana. Kwani wewe wasiwasi wako nini, Shija? Hakuna tatizo. Ila niliwaulizia tu kama wanafunzi wenzangu. Hewe Shija wewe, ilianza lini wewe kutulizia sisi? Na jana iwe ya pili. Ina maana mimi na Sabina ndio jana kukosekana kwa pamoja? Alafu tena tunasikia sijui ulipitwa na usingizi ukaanza kukohoa darasani. Ulikuja kupata fahamu, watu wa kwanza kututaja kutulizia tulikuwa ni sisi. Au tuambie ukweli, kilichokufanya wewe utuulizie sisi ni nini? Elena jamani, sikilizeni bwana. Kwani kuna ubaya gani mimi kuwaulizia nyinyi wanafunzi wenzangu? Hakuna ubaya, Shija. Lakini kuulizia kwako kuna sababu, haiwezekani. Yaani ukurupuke tu utoke nje ulipolala huko, kitu cha kwanza kutuulizia sisi. Huoni kama unatutengenezea picha mbaya shuleni wewe? Lakini jamani, mimi si nimewaeleza? Au kuna kingine ambacho mnajua mimi sikijui? Alafu Shija, unataka kutuambia tuliokosa darasani jana sisi wawili tu? Mbona Ima, Mihayo, Koleta, Godi hawakuwepo darasani jana? Mbona hukuwaulizia ukatulizia sisi? Basi mimi niwaulize nyinyi swali. Kwa nini mnafikiria nini? Unakijua sana lakini hutaki kukisema. Naombeni basi mnisaidie ili nijue mnachokitaka kutoka kwangu. Kujua? Wewe kwa nini jana ulituulizia sisi? Sina jibu zaidi ya niliowaeleza. Shija unanifanya mjanja sio Utaona. Hamna lolote yenyewe. Kwanza msinitishe. Baada ya mimi kujitutumua kwa jibu vile, waliondoka. Waliniacha nikijiuliza ndoto ile kukosekana kwao shuleni na maswali yao walikuwa kiashiria nini? Sasa hapo nikaanza kupata picha ya kuwa wale wasichana wanahusika katika masuala ya kichawi. Wasiwasi wao mkubwa ni mimi kuitoa siri yao.
na nilijiuliza walikuwa na maana gani kunitishia kwamba mimi nitaona. Yaani kwa nini wanitishie? Kwa nini wanitishie mara baada mimi kujifanya mjanja kama wao? Wajua sikutaka kuwapuuza kabisa kusema vile walikuwa na maana gani yani. Yaani kwa nini wanitisha? Afwali ni mabinti tu, watoto wa kike. Yaani kwa nini wanitishe mimi mwanaume? Lakini nilijikuta naingiwa na wasiwasi kutokana na kusikia eti kati ya wale wasichana kuna mmoja alimwambia mwanafunzi mmoja kwamba utaona, na siku ya pili ya kuamka wakamzika. Kati ya wale wasichana wawili kuna story shuleni hapa zinasemekana mmoja wapo alimwambia mwanafunzi utaona, na yule mwanafunzi siku ya pili ya kuamka. Leo hii wameniambia mimi kwamba Shija unajifanya mjanje, utaona. Hapo msikilizaji, nilijiona naingia kwenye mtihani mwingine. Mzee Manoni alinikataza nisimwambie mtu, na hawa wasichana walikuwa wakinilazimisha huku wakinitishia kwa kuniambia kwamba nitaona. Nilijiuliza nini hatima ya maisha yangu. Wazo la haraka lilikuwa ni kwenda kwa Mzee Manoni kumweleza jinsi nilivyokuwa nimetishiwa na wale wasichana. Nilikumbuka katika njozi tulionana uso kwa uso, macho kwa macho na wale wasichana wote katika ile ngoma ambayo mimi ilinitatiza kuwa ya kweli ama ni ngoma ya utofauti. Lakini pia nikawa najiuliza yale ninayoyaota yana ukweli kwenye uhalisia haya maisha au ni njozi kama njozi zingine? Nikachana hayo mawazo, nikaendelea zangu kuwinda ndege kwa kuamini kwamba walikuwa wakinitishia tu ili mimi nisije kumwambia mtu yoyote siri zao. Lakini japo moyoni mwangu hapo nilikuwa naendelea kuamini kwamba huenda hawa mimi wakanigeuzia kibao hawa. Nilijikuta na badili mawazo, nikaona kuna umuhimu wa kuonana na Mzee Manoni jioni hii kabla hata usiku hujaingia, ili asije kanikuta kama iliyomkuta mmoja wa wanafunzi waliotishiwa na Sabina, na mwisho wa siku yule mwanafunzi alikufa kifo cha ghafla. Kwa vile nilikuwa nimeingia katikati ya vichaka kuwinda ndege, niliamua kurudi ili niende kwa Mzee Manoni kumweleza yale nilikuwa nimetishiwa na wale wasichana. Kama isingekuwa hivyo, mimi mbona ningerudi zangu nyumbani kwenda kumweleza baba jinsi nilivyotishiwa na Helena pamoja na Sabina? Lakini nikasema acha nimfuate Mzee Manoni. Wakati najiandaa, niliona wanyama wawili weusi kama mbwa waliokuwa wanakuja mbio mbele yangu. Walikuwa wakinifuata pale nilipokuwa nimesimama mimi. Nikawaangalia vizuri hao wanyama. Niliwafahamu, ni fisi. Sasa uoga ukaniingia, nikaanza kuingia ndani ya vichaka kuwakimbia hawa fisi. Wale fisi walinifuata mbio nyuma yangu. Toka nizaliwe msikilizaji, sikuwahi kukimbia vile, kwani fisi walipokuwa wamenikaribia tu mimi niliongeza mwendo. Walipotaka kunishika wakanikosa, niliwapokonyoka. Hao fisi wanaonekana kama vile wamelipania mimi kunimaliza. Kila walipokuwa wananikosa walilia yani walikuwa wanalia kwa hasira kweli kweli. Nikabidi nimuombe Mungu aniokoe kutoka kwenye lile balaa. Fisi mmoja alifanikiwa kunipiga kucha za miguuni. Nikaanguka chini. Wakanivamia ili waanze kunilalua, lakini nilishangaa. Nimeangukia kwenye shimo ambalo hili shimo mwanzo sikuliona. Wale fisi walibaki wakinitazama tu, mimi nikiwa niko ndani ya hili shimo. Niliwaona wale fisi wakijilambalamba kwenye kucha zao zile. Mara nikasikia wale fisi wakilia kilio cha maumivu. Ghafla wale fisi wakatoweka, mbio wakakimbia, kuonesha kwamba kulikuwa kuna mtu aliwatupia jiwe lililokuwa limewaumiza. Wale fisi wakamwomba kuniacha. Sasa niko bado nipo ndani ya hili shimo. Nikamwona Mzee Manoni. Na huyu Mzee Manoni ndiye alinipa msaada kunitoa kwenye hili shimo. Na aliponitoa akanipa pole, akaniambia pole sana kijana. Nikamwambia asante mzee. Hao fisi mimi walinipania kuniua. Akasema ni kweli Shija, ningechelewa wangekuua. Nikasema Mungu wangu, usijali Shija, mimi nitakusaidia, ila ukirudi nyumbani usimwambie mtu chochote ulichokiona na kukisikia. Nikasema sawa mzee. Na hili jeraha lako la mguuni. Hapo Mzee Manoni akanitemea mate kwenye hili jeraha langu la mguuni. Kisha akanipaka hivi.
Akanieleza, nenda nyumbani wala tosiofu. Jeraha hili ukiamka asubuhi halitokuwepo. Ilibidi niagane na mzee Manoni nikarudi nyumbani, lakini bado nilikuwa na hofu nzito sana moyoni mwangu. Nilijiuliza wale fisi walitoka wapi? Lile shimo mbona mimi sikuliona? Yaani nilikuwaje lile shimo? Limetokea wapi lile shimo? Mbona mauzauza kwenye maisha yangu siyaelewi? Jamani, kile kichaka mimi napenda sana kuinda. Hata siku moja hawajawahi kutokea fisi. Nikawaza huenda labda ni kisasi cha wale wasichana walioniambia kwamba nitaona, na wakaamua kunitumia wale fisi waniue kwa kunila nyama. Pamoja na kutokewa na lile tukio la kutisha, lakini bado sikutakiwa kuwafahamisha wazazi wangu. Niliporudi nyumbani, sikutaka kuwa karibu nao kwa kuogopa nitaulizwa maswali juu ya jeraha langu ambalo lilikuwa liko chini ya mguu wangu wa kushoto. Usiku huu ulikuwa ni mgumu sana kwangu kwa kusumbuliwa na milio ya fisi. Fisi waliokuwa wakizunguka nyumba yetu. Hali ilikuwa ni ya kutisha. Fisi walikuwa wakiparamia mlango wangu. Kilichonishangaza, wazazi wangu walitulia tuli bila hata ya kutoka nje. Kumbukeni mimi chumba changu ni cha nje. Hali ile mili nishtusha sana. Iwaje vishindo vya wale fisi, vilio vya wale ofisi, babangu asisikie? Mara nyingi kitu chochote kisichokuwa cha kawaida ilikuwa ni lazima baba atoke nje, lakini siku ile sikupata msaada wowote zaidi ya kuingia tu chini ya uvungu niliamua kujificha. Vishindo vya kuparamiwa kwa ule mlango wangu vilifanya niamini mimi nimekwisha mtoto wa kiume. Niliomba Mungu baba asikie vile vishindo ili aje anisaidie, lakini haikuwa hivyo. Vishindo vile na vilio vile vya fisi ambao walionekana walinipania kunitoa roho yangu vilizidi. Hivi umeshawahi kukabwa na jinamizi usiku? Kila ukitoa hivi sauti haitoki. Kila ukitaka kunyanyuka unyanyuki. Ndicho kilichokuwa kinanitokea mimi. Fisi wanapiga kelele, mlango wanauparamia, lakini babangu, mamangu, wazazi wangu hawasikii chochote. Makelele yanazidi kuwa makubwa, lakini wazazi wangu hawasikii. Nilijaribu kupiga kelele hivi, lakini hazikuweza kusikika popote. Niliamini hii ndio siku yangu mimi ya kiama changu. Niliamini hii ndio siku ambayo mimi sasa naiaga dunia. Lakini bado nilijiambia moyoni, mimi sijaona kosa langu la kutakiwa kutolewa roho. Mbona mimi siri zao za uchawi nazitunza? Mbona mimi sijamwambia mtu yoyote mauzauza yote yanayotokea kwenye maisha yangu? Baada ya muda nilisikia sauti ya mtu akiwafukuza wale fisi. Nilivisikia vishindo vya fisi vikipotea taratibu. Niliamini asubuhi kungekuwa kuna nyayo na zile nyayo za fisi na hata michubuko kwenye ukuta ama hata kwenye mlango wa chumbani kwangu. Kabla sijatoka uvunguni mwa kitanda nilipokuwa nimejificha ili nisilio na wale fisi, nilisikia sauti ya babangu akigonga mlango wangu huku akiwa analiita jina langu. Shija, amka, kumekucha mwanangu. Sikuitikia kwa mara moja. Nilitulia ili kuwa na uhakika wa sauti ile. Je, kweli ni babangu? Nilinyanyuka huku nikitetemeka, nikaenda hadi mlangoni kuchungulia. Alikuwa ananiita ni kweli alikuwa ni babangu. Nilipoangalia vizuri nilipata uhakika kumbe ni kweli babangu mzazi. Nilifungua mlango nikatoka nje. Baba alinishangaa jinsi nilivyokuwa nimechafuka kwa vumbi la uvunguni. Baba alinishangaa nilivyokuwa nimetapakaa vumbi mwili mzima. Mnajua jinsi sakafu za nyumba za vijijini chini hakuna simenti zaidi ya udongo mtupu. Kama ujuavyo chumbani kwetu bila kukumbushwa kufagia. Yaani tunaweza tukakata mwaka mzima bila kufagia. Basi chumbani kwangu uvunguni kulikuwa ni vumbi mtindo mmoja. Nilikuwa kama kinyago bila kujijua, huku kichwa kikiwa ni kizito mno kwa usingizi. Maana sikulala, nilikuwa nimekesha usiku kucha kwa vitisho vya wale fisi. Baba akaniambia, Shija mwanangu, wewe mbona uko hivyo? Ulikuwa umelala uvunguni mwa kitanda? Baba alinishangaa na kuniulizia hilo swali. Baba hapo alikuwa ananizunguka ananitazama jinsi nilivyokuwa ni mweupe kwa vumbi. Na mimi nikajiangalia huku nikijishangaa jinsi nilivyokuwa. Nikajiuliza, hapa baba nitamdanganya kitu gani? Ili baba aweze kukubaliana na mimi. Nimdanganye kitu gani?
Nitamdanganya kitu gani baba ili akubaliane na hii hali? Shija, kwa nini mwanangu siku hizi umekuwa mchafu? Mtu ambaye nilikuwa nakutegemea kwa usafi mwanangu. Kuna siku ulilala kitandani na matope. Leo unatoka ukiwa umepauka kwa vumbi hili. We mwanangu, una tatizo gani? Baada ya kukaa kimya huku nikiwa ninatafuta jibu la kumdanganya baba, lakini kila nilipofikiria niliona jibu nitakalompa haliwezi kumkidhi. Ilibidi niseme ukweli wa mambo, yale yalikuwa yamenitokea, kwa kuamini hata yeye alisikia. Nikamwambia baba, jana Mephisto alinivamia kwenye nyumba yetu. Wewe ulijuaje kama Mephisto amevamia? Baba, ina maana vurugu zile za usiku kusikia kelele zote nilizokuwa napiga zile ukusikia? Wewe mimi sijasikia chochote. Nikamwambia basi jana fisi baba walivamia nyumba yetu. Walitaka kuingia chumbani. Tena chumbani kwangu walikwaruza ukuta na milango. We, hao fisi walifika saa ngapi? Walifika saa ngapi? Mimi mpaka nisiwasikie. Baba, sijui ni saa ngapi, ila wameondoka muda tu nawe ambapo unakuja kugonga mlango. Na hili vumbi vipi? Niliingia uvunguni kuogopa kuliona fisi. Asa wewe, mbona kauli zako shida zinapingana na mazingira halisi? Baba, nakuomba uniamini. Mlango. Hebu njoo. Hapo baba akawa ananizungusha nyumba nzima. Tulikuwa tunatafuta nyayo za fisi, hazikuwepo. Uwanja ulikuwa msafi kama mtu alikuwa ameufagia. Na pia hata kwenye kuta hapakuwa na dalili zozote za mlango sijui kukwaruza sijui, hakuna. Yaani kuko mazingira safi kabisa. Baba akaniambia, haya, nionyeshe hizo nyayo za hao fisi ulizonieleza. Nionyeshe huo mlango waliokuwa na uparamia. Nionyeshe. Hapa kuna dalili zozote za kuja kwa fisi. Nikamwambia, lakini baba, fisi kweli walikuwepo, labda tu wamefuta nyayo. Wewe Shija, wewe mtoto wewe. Mimi baba yako sitaki kutaniwa. Hao fisi unaowasema wewe, mbona hata nyayo zao kwenye uwanja wa nyumbani hazionekani? Au hao fisi walikuwa wakiruka angani? Baba, sio angani, hata vishindo vyao vilikuwa vinasikika. Nikashangaa kwa nini baba hukuamka. Nisikilize Shija. Shija, siku hizi umekuwa mtoto mtukutu. Shija, siku hizi umekuwa wewe mtoto mchafu muongo. Ona ulivyokuwa kama umelala nje. Baba, kweli ungeniambia umeota unafukuzwa na mafisi kwa uoga wako kaingia uvunguni, ningekubali. Lakini sio unaniambia kuna fisi walikuwa wakicheza sijui kwenye uwanja sijui wa nyumba yangu. Basi leo ingekuwa ya kwanza toka nianze kuishi hapa. Huu mwaka wa 29 sijawahi kuona kitu kinachoitwa fisi hapa nyumbani kwangu. Fisi hao huwa nawasikia huko mbali, vijiji vya mbali, sio hapa. Maneno ya babangu inaonyesha wazi kabisa na ukataa ukweli wangu kwa niliona kama vile babangu ndo angenisaidia, lakini nikiendelea kumjibu inaonekana mimi namdanganya. Hebu nenda kaoge, wahi shuleni. Baba aliponiambia hivyo sikuongeza neno. Nilikimbilia kuoga ili niwahi shuleni. Mara baada ya kuoga nilivaa nguo za shule, nikapitia vifaa vyangu kuwahi shuleni. Nikiwa niko njiani, kichwa kinawaza mambo mazito. Kichwa kenyewe, macho yenyewe hata hayaoni, yani na usingizi. Nilijikuta nawaza mambo mengi sana juu ya tukio lilokuwa limetokea usiku wa kuamkia siku ile. Nilijiuliza ilikuwa ni ndoto ama ni kitu cha kweli kilichonitokea, lakini sikuamini. Kama si kweli, kama sio kweli kilichonitokea, mimi mbona nilikuwa niko macho? Sikuwa nimelala kusema ilikuwa ni ndoto. Nilikuwa niko macho. Sasa inakuwaje sio kweli?
Kingine kilichonishangaza ni hali ya uwanja. Ulikuwa uko safi kabisa, una dalili za kuwepo fisi waliokuwa wakicheza huku wakitaka kuingia chumbani kwangu. Nilijikuta nipo katika wakati mgumu mno, huku nikijiuliza nini hatima ya matukio. Kingine kilichonitisha ni ile amri ya mzee Manoni ya kwamba sikutakiwa kumweleza kitu chochote babangu. Lakini kwa upande wangu swali la baba halikuwa na jibu. Sikuweza kumdanganya zaidi ya kusema ukweli. Ukweli ambao hata hivyo babangu pia hakuuamini, aliukataa. Na ikiwa niko na karibia eneo la shule, nilishtushwa na sauti za wale wasichana walionifuata kipindi kile na winda kule, na wakanitishia kwamba nitaona. Helena akaniambia Shija. Sikumjibu. Niligeuza tu shingo yangu na kuwatazama, na kisha nikaendelea na safari yangu. Wewe Shija, si tunakuita? Nikamwambia nyinyi mna shida gani? Hujakoma ya kiburi Mna shida gani? Tulitaka kukueleza una bahati, la sivyo ungetutambua sisi ni akina nani. Nyinyi ni akina nani? Nyinyi mtanifanya nini? Hapo nilikuwa na wajibu hivyo kwa sababu siku zote mimi sikupendwa kutishiwa na mwanamke. Tutakufanya nini Una kiburi Hamwezi kunifanya lolote. Hata mkijiunga nyi wote wawili, Sabina na Helena, hamna lolote la kunifanya nyi. Shija, unatutambia au sio Sikilizeni nyi, hamna lolote, wachawi wakubwa nyinyi. Shenzi nini? Shija, sisi wachawi? Sisi wachawi Shija? Hapo wakataka kunivamia, wanipige. Katika maisha yangu yote niliapa sitapigwa na mwanamke hata awe amenizidi umri. Sikukubali kwa vile nilikuwa nina hasira za kukimbizwa na fisi ambazo nilijua kabisa huenda walikuwa ni wao. Niliwatandika vizuri mno. Kwa sababu stori za chini chini, wachawi wanapenda sana kumtumia mnyama fisi, wanajibadilisha kuwa kama fisi. Wanapendaga sana kujibadilisha kuwa kama bundi. Kwa niliamini tu wale fisi ni hawa washenzi hao. Niliwatandika vizuri mno msikilizaji. Nilikuwa na machungu mengi mno moyoni mwangu. Mwalimu na baadhi ya wanafunzi walikuja pale kutuamulia, huku wakiwa wanalia na wengine kutokwa na damu mdomoni. Mwalimu akaniuliza, Shija, nini tena, mbona wapiga wenzio? Mwalimu alishangaa kuniona nikigombana shuleni wakati mimi sio kawaida yangu. Nikasema, mwalimu, hawa ni wachokozi hawa. So hivyo mwalimu, huyu ametuita sisi si wachawi. Sabina alisema hivyo huku damu mdomoni zikimtoka. Mwalimu akasema, sasa nyinyi mbona mlishawahi kumuita huyu mwenzenu mchawi? Na hakupigana na mtu? Au mkuki ndo kwa hatukubali, lazima tutakwenda kushtaki nyumbani. Hakuna mwanafunzi kurudi nyumbani. Hebu nendeni shuleni na baadaye wote na wataka ofisini. Mwalimu aliposema hivyo, tuliamliwa kila mmoja tuingie darasani. Kila mmoja alipitia kilicho chake, tukaelekea shuleni. Wakati huo kengele ya namba ilikuwa sasa ndio imegongwa. Tulipokuwa tukielekea mstarini, wanafunzi wote walinishangilia. Walinishangilia kwa kitendo cha mimi kuwapiga wale wasichana ambao walikuwa na mdomo sana pale shuleni, huku kukiwa kuna sifa za chini chini kuwa wazazi wao ni wachawi, makonkodi yaliyoshindikana. Nilijikuta nikipata ujasiri wa ajabu mno na nikawa niko tayari kwa lolote lile. Niko tayari kupambana na mchawi yoyote. Hapo niko tayari msikilizaji, lakini uliza nina kinga? Sina hata kinga ya kupambana na wachawi. Ujasiri sijui ulitoka wapi. Nilijikuta nikipata ujasiri wa ajabu na nikawa niko tayari kwa lolote juu ya vitisho vya wale wasichana. Ili kutokana labda na tabia yangu ya utotoni kukataa kuonewa na wanawake. Baada ya kuhesabu namba, tulijichanganya katika kufanya usafi kwenye eneo langu. Nikiwa ninafanya usafi, nilifuatwa na mmoja wa wale wasichana nilikuwa nimepigana nao na nikawapiga. Akaniambia, Shija, unaitwa na mwalimu. Nikasema, si mwalimu amesema atatuita baadaye. Sio mwalimu huyo. Nikasema, mwalimu nani? Mwalimu Vene anakuita.
Hapo niliacha kufanya usafi, nilienda ofisini ambapo kulikuwa kuna walimu. Walimu walikuwa wako watatu: mwalimu wa zamu, mwalimu Vene na mwalimu mwingine aliyekuwa kikaa karibu na shule. Nilipoingia nilimkuta Sabina alikuwa amekaa kwenye meza ya mwalimu. Nilipoingia mwalimu Vene aliniangalia kwa jicho kali mno, na kabla kunieleza nikae kwenye bench lililokuwa liko pale mbele ya meza yake, mwalimu huyu, mwalimu Velanda, au kama tulivyozoea kumuita kwa jina lake la ufupi tu mwalimu Vene, ndiye nilikuwa nimemuota kumuona kwenye zile ngoma za wachawi. Ndo huyu mwalimu. Mwalimu Vene ndo kati ya wale niliokuwa nimeota kwenye zile ndoto za kichawi. Mwalimu Vene naye nilimuota alikuwa anacheza zile ngoma za kichawi. Mwalimu Vene akaniambia, Shija, umewahitaji hao wenzako? Nikasema sijawaita vyovyote. Muongo mwalimu, amesema eti sisi ni wachawi. Wewe Shija, kwa nini umewaita wenzako wachawi? Hapo msikilizaji, sikujibu kitu. Nilikaa kimya kwa vile sikuwa na jibu. Nilinama chini. Mwalimu akapaza sauti kutaka jibu. Akaniambia, Shija, nakuuliza kwa nini umewaita wenzako wachawi? Nilitamani kumwambia, sikiliza wewe mwalimu, wewe mwenyewe na hawa wote nimewaota kwenye ndoto mnacheza ngoma za wachawi. Nyinyi wote wachawi tu. Nilitamani kusema hivyo lakini sikuweza. Nilibaki kimya, nimeinama tu hivi afu nawaza kichwani mwangu. Mwalimu kwa hasira akanyanyuka akazunguka meza huku akiwa anasema, wewe Shija, unajifanya wewe ni kiburi. Wewe unijui. Mwalimu mara baada ya kunisogelea akaniuliza huku akinyanyua juu, yani akaunyanyua hivi juu uso wangu. Akasema, nakuuliza wewe uliwaona hawa Sabina na Helena wanawanga? Helena hapo akadakia bila hata kujua alimaanisha. Helena akasema, mwalimu, nilimuona siku ile. Wewe shut up. Sijakuuliza wewe Helena. Shut up. Unataka kuzungumza upumbavu gani? Tena ukome. Nisikusikie siku nyingine unalopoka. Hapo Helena na hisi alikuwa anamaanisha kwamba uko kwenye mangoma yao za wachawi. Inaonekana na mimi aliniona. Mwalimu alimkatisha juu kwa juu. Alimkata kauli Helena. Mwalimu akanigeukia mimi na kisha akasema, sasa wewe Shija, wewe nataka kukukomesha, ukome kuwaita wenzako wachawi. Nakumbuka siku za nyuma uliitishwa hapa mkutano kwa sababu wewe ulikuwa unaitwa mchawi. Leo hii unafurahia kuwaita wenzako. Kama uliona vibaya, sasa nataka nikukomeshe ili usirudie tena. Mwalimu alisema huku akifuata fimbo nyuma ya meza yake. Nilijua kumewaka. Ilibidi nijitetee kabla hata sijaadhibiwa. Nikasema, mwalimu, mimi hao walikuwa kinitishia. Wanakutishia nini? Kukoroga? Nikasema hapana. Walinieleza kwamba nitaona. Sasa mtu akikueleza utaona ndio unamuita mwenzio mchawi? Kwa nini ukuwashtaki kwa mwalimu? Nikamwambia, mwalimu, zilikuwa ni hasira tu. Basi lala chini nilipize hizo hasira. Nilipochelewa kulala, fimbo ya mgongoni ilinipeleka chini. Mwalimu alinipiga fimbo zisizokuwa na idadi na kisha alinipa adhabu ya kuchimba shimo la taka. Sikutaka kubisha kwa vile niliamini kama nitabisha na kulipeleka ili jambo mbele zaidi lingezua mjadala mkubwa mno. Nilitekeleza ile adhabu huku vipindi vyangu vya asubuhi vikinipita. Baada ya kumaliza ile adhabu, nilirudi darasani kwa ajili ya kuendelea na masomo huku wanafunzi wakinipa pole wakisema kwamba nimeonewa. Lakini mwalimu wa darasani alinipoza na kuniomba niwe mtulivu na kuniomba nisichukue sheria mkononi. Kama nitachokozwa basi nipeleke mashtaka kwa mwalimu yeyote yule. Nilijiuliza mambo mengi mno kutokana na vitendo vingi ninavyofanywa nje ya shule huku nikizibwa mdomo na mzee Manoni. Japo niliumia moyoni, lakini niliendelea kuumeza mfupa wa siri nzito ambayo niliamini kama baba angeijua hii siri kusingekuwa kuna usalama. Babangu mimi nilimjua vizuri sana. Hakupenda kuona mimi mtoto wake nikinyanyasika. Alishapigana na jirani yetu mara baada ya kunipiga mimi kutokana na mbuzi wetu kuingia kwenye shamba lake. Na niliamini kama nitamueleza kila kilichokuwa kimenitokea, kungekuwa kuna vita kubwa mno kati yake na mzee Manoni na hata familia ya wale watoto watukutu. Kwa nilikubali niwe mjinga ili kufunika kombe mwanaharamu wapite. Mara baada ya masomo nilirudi nyumbani nikiwa nina zigo zito mno la mawazo juu ya mambo yaliokuwa yakinitokea huku nikikatazwa nisiwaambie wazazi wangu. Nilijiuliza hali hii itaisha lini? Nilikuwa nikitembea kwa mwendo wa taratibu tu kurudi nyumbani. Kila dakika iliyokuwa ikija mbele yangu
ilikuwa ni ya maajabu. Baada ya mwendo wa kama dakika 10, nilijikuta nimetokea sehemu ambayo ilikuwa mbele ya zaidi na ninapoishi. Kwanza mpaka nilijishangaa, imekuwaje nimepita mpaka kwetu bila kujijua? Sasa kabla sijaamua nifanye nini, nikiwa ninajishangaa kufika ile sehemu, yani uweze amini, nimetoka shuleni nyumbani kwetu nimepapitiliza, alafu sijui kama nimepapitiliza. Sasa nikiwa niko hapo sielewi niamue nini, sijui nifanye nini, najishangaa yani nimekwaje napitiliza kwetu mpaka nafika hii sehemu ya huku. Sasa akili yangu muda huo ikanielekeza kwenye mawazo kiasi cha kwamba nikashindwa hata kuona mbele. Lakini sikuwa na mawazo mimi kiasi cha kushindwa kutambua mimi naelekea wapi. Yaani kwamba kweli mimi napapitiliza kwetu. Sasa nikiwa niko hapo, ghafla nikasikia naitwa, Shija. Nigeuke, nani aliyeniita? Kwa sababu kulikuwa kuna mti pale, ule mti, ile mibuyu ile, ule mti mkubwa hivi, kulikuwa kuna majani mengi yalikuwa yamekauka. Kwa mtu yote anayekuita au mtu anayekuja anayekusogelea maeneo hayo, lazima utamsikia, kwa sababu anavyotembea anakuwa na kanyaga ile majani yaliyokauka huko. Yale majani sasa yanakuwa analia kwacha kwacha kwacha. Bwana msikilizaji, unahisi huyo mtu atakuwa ni nani? Na kwa nini Shija apitilize nyumbani kwao? Katoka shuleni unaambiwa mpaka kwao kapasahau. Lakini cha ajabu ni kwamba huko alipokwenda kutokea anasikia akiitwa jina lake. Na kulikuwa kuna mti pale wa mbuyu ambao chini yake kulikuwa kuna majani ambayo yamekauka. Kwa akamsikia kisa huyo mtu anatembea, anamfuata, ni kwacha kwacha kwacha. Je, huyo mtu unahisi atakuwa ni nani? Bwana, usikose katika sehemu ya pili simulizi tamu inayoitwa Mazishi Yangu. Hii ni simulizi kutoka kwake mwandishi Ali Mbetu. Mimi naitwa Uncle J Simulizi. Kijana Shija anatueleza vile ambavyo alishuhudia mazishi yake akizikwa. Hii story unaweza kuhisi kama ni utani, lakini ni true story. Ni story ya kweli ya kijana Shija ambaye anatueleza ya kwamba alishuhudia mazishi yake, alishuhudia watu wakichimba kaburi, alishuhudia akioshwa, alishuhudia akisaliwa sala za mwisho, wazazi wake wakilia na mpaka nazikwa kaburini. Yote yaliyashuhudia. Sasa ilikuwaje? Usikose katika sehemu ya pili huu mzigo mtamu wa kijana Shija unaoitwa Mazishi Yangu.